Kombo, nimekutafuta tena za nyakati hizi tuweze kufahamu kuhusu kila ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Taarifa ni nyingi sana, lakini pengine hasa za kuanza nazo, hili swala la rais wa Ukraine kuomba Marekani, amesema kwamba Marekani imemwomba waisaidie drone zake zaweza kusaidia katika kutegua makombora. Hizi taarifa ziko vipi na zina ukweli gani? Yeah. Kulingana na baadhi ya vyombo vya kimataifa vya habari ikiwemo DW na vinginevyo, imechapisha hiyo habari, na hii inatokana kwa Ukraine inavyodaiwa kuwa iliweza kudungua takriban droni 50,000 ambazo zilikuwa zinatoka Urusi, ambazo alikuwa anapewa na Irani. Hii ndio miongoni mwa sababu tajwa ambayo inasababisha kwamba Trump aweze kuomba msaada huo wa Ukraine kuingia kwenye hii vita ama kusaidia kudungua hizo droni za shahidi. Jambo ambalo sidhani kama itakuwa ni rahisi pia, kwa sababu tunafahamu Ukraine ana kipengele kule kwa bwana mkubwa Putin. Kwa hiyo huwezi ukatoa bati kwenye nyumba yako uweze ukazibe kwa jirani hali ya kuwa na kwako kunavuja pia. Lakini hao Marekani ndio wamekuwa kisupport Ukraine, na tumeona mara kadhaa Rais Trump amekuwa akikutana kwenye vikao na Zelensky. Pengine hasa ni nini ambacho unachokiona hapa? Kwa upande mwingine inaweza ni kuwa ni mind game, na tunajua kwa asilimia kubwa kama Ukraine mwenyewe ndo angesimama kwenye ile vita na Urusi mpaka hivi sasa Zelensky asingekuwepo. Lakini inaweza kuwa ni mind game ya kutuchezesha sisi ambao tunafuatilia haya mambo ili mradi tu waweze kupitisha baadhi ya mambo yao ambao yapo nyuma ya pazia. Lakini kwa kawaida tunafahamu Marekani ndio inampa msaada mkubwa Ukraine kwenye hekaheka yake dhidi ya Trump. Lakini sasa hivi unaambiwa Trump ndo anaomba msaada kwa Zelensky ili mradi aweze kusaidia kwenye kutungua drone hizo za shahidi. Sasa kuna walakini hapa katikati, pengine kuna jambo jingine nyuma ya pazia ambalo linataka lifanyike. Lakini pengine hasa taarifa ya chombo cha habari cha CHS French Agency lenyewe limesema kwamba jeshi la mapinduzi ya IRGC limefanikiwa kushambulia meli ya kivita ya US Abraham Lincoln. Ziko vije hizi taarifa na zina ukweli kiasi gani? Ni breaking news ambazo haina hata muda mrefu tangu kuripotiwa, ambayo inadaiwa kuwa jeshi la mapinduzi la Irani limefanikiwa kushambulia meli hiyo vita kubwa ya Kimarekani ambayo hutumika kubeba silaha zikiwemo ndege za kijeshi na silaha nyingine. Jambo ambalo inaweza kuwa ni kweli na limetokea kwa sababu tunafahamu Irani ana makombora makubwa ama makombora yenye uwezo mkubwa ya hypersonic, ballistic pia. Kwa hiyo ile ni meli ambayo imekaa tu design kama ni kambi ambayo ipo tu baharini ikiwa inasubiria ama ikiwa imebeba baadhi ya mitambo ya kijeshi ikiwemo ndege. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kweli imeshambuliwa kutokana na the way ilipokuwepo mazingira ya baharini, na vile vile ni kama nyumba ama ni kama jengo tu fulani ambalo limekaa sehemu moja, lilikuwa linasubiri kuruhusu kutoka kwa ndege na kurudi kwa ndege, ama kutoka kwa wanajeshi na kurudi kwa wanajeshi pia. Lakini pengine madhara yake yakoje hasa kwenye meli hiyo ya Abraham Lincoln? Madhara, kama ni kweli imetokea hilo jambo, madhara yatakuwa ni makubwa, kwa sababu ndege nyingi ambazo zipo ama zinazofanya mashambulizi huwa zinatoka kwenye hiyo meli ya Abraham Lincoln, na nyingine ambayo ipo upande ule wa bahari ile karibu na Misri kule juu kabisa. Na kama ikitokea hilo limetokea basi na tunafahamu kuwa Irani imeshambulia bezi za Marekani ambazo zipo pale Middle East. Kwa hiyo zile ndege ambazo zitakuwa zimetoka kwenda kufanya mashambulizi hazitakuwa tena na sehemu ya kurudi, jambo ambalo itawapa wakati mgumu wa Marekani kwa hivi sasa.
Lakini pengine hasa Kombo, kwa namna ambavyo taarifa zinaendelea, pia Trump amedai kutumia meli za kivita kusindikiza meli za mafuta na mizigo kupitia katika mfereji wa Hormuz. Taarifa hizi zikoje hasa Kombo? Kwa upande wangu inaweza kuwa ni mkakati pia ama ni propaganda pia, kwa sababu anajua ameshaharibu karibu uchumi wa sehemu kubwa duniani mpaka hivi sasa, kwa sababu meli hazifanyi tena safari yake kama zamani. Kwa hiyo kitendo chake cha kusema kuwa meli za kivita za Irani za Marekani zitasafirisha ama zitasindikiza meli za bidhaa ama meli za mafuta ambazo zinakatisha kwenye mfereji wa Hormuz, naona ni jambo gumu vile vile, kwa sababu na jana nilisema pia, kwa sababu utakuwa unaongeza umakini mkubwa kwa Irani na kufanya mashambulizi zaidi kwenye hizo meli. Aliyakuwa walishatangaza kwamba hakuna meli yoyote kupita kwa hivi sasa mpaka hali itakapokaa sawa au mpaka kibali maalum kitakapotoka. Kwa hiyo kama ikitokea ikiwezekana kufanya huo usindikizaji wa meli za bidhaa ama meli za mafuta kwa pande huo, basi itakuwa imewapa ruhusa kamili Iran kushambulia hizo meli za kivita na meli za hizo bidhaa ama za mafuta, na madhara pia yatakuwa makubwa na hasara zitatokea kwa ukubwa zaidi. Mimi naona ni kama Trump anajaribu kutaka kujisafisha kulingana ile negative impact ambayo imetokea kwa kuanzisha vita dhidi ya Irani. Lakini kwa upande mwingine hasa Marekani inadaiwa kushambulia miundombinu ya maji na umeme huko Irani. Pengine hasa madhara ndani ya Irani, na tunaambiwa pia mfumo wa umeme hauko sawa baadhi ya maeneo. Maisha yakoje hasa, na unadhani madhara yake yakoje hasa baada ya mashambulizi yao kutokea? Hii ni taarifa ambayo ilitolewa mchana na kusemekana kuwa Marekani imeshambulia miundombinu ya maji na umeme. Lakini tangu kutolewa kwa taarifa hiyo hakuna taarifa nyingine ambayo imetolewa kuwa labda kuna ukosefu wa umeme kwenye baadhi ya maeneo permanently au kuna ukosefu wa maji safi kwa baadhi ya maeneo ndani ya Irani. Tuendelee kusubiri, pengine kama kutakuwa na madhara yanaweza kuripotiwa, lakini ni wakumbushe tu kwamba Marekani na Israeli ni tabia yao, na tunaarifa kuwa wameshashambulia takribani maeneo 13 ambayo yanahusiana na ni kama vituo vya afya ama ni hospitali. Na hiki walichokifanya tunaona kilifanyika Gaza, walikuwa wanapiga hospitali, wanapiga shule. Yani ni katika kuharibu miundombinu ambayo ukiangalia kama wamepiga maeneo ya huduma za afya kama 13, hawataki pengine majeruhi ambao wanapatikana waweze kupata huduma, hawataki pengine wagonjwa ambao watatokea kwenye hii vita wapate huduma au kama hivyo ameshambulia maji, miundombinu ya maji, hawataki watu waendelee kupata huduma ya maji ili mradi waweze kusurvive kwenye hii hali, jambo ambalo ni miongoni mwa njia ambazo zinatumika na kwenye sheria za vita. Mara nyingi huwa hairuhusiwi kuharibu miundombinu hasa ya maji ama hospitali pia, lakini Israeli na Marekani wamekuwa wakifanya hivyo katika maeneo mengi, hata kule Gaza pia walikuwa wanafanya hivyo. Lakini pengine hasa kuna taarifa ambazo tumeziona, Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza kwamba amemshambulia vikali huyu mtoto wa Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, kwamba hafai kuiongoza Irani na bado ni mchanga, na akasema kwamba ni lazima ashirikishwe pia na yeye katika kiongozi mpya wa Irani. Hizi taarifa zikoje hasa, na kwa nini Trump anatoa maneno kama haya pia? Ni kweli Trump ameyasema hayo akidai kuwa yeye anataka kushiriki kwenye kumchagua kiongozi ambaye anatakiwa aiongoze Irani. Jambo ambalo kwa maoni yangu ni udikteta pia ambao yeye huwa ama Marekani huwa wanausema kuwa unafanya. Nchi huru ina katiba yake, ina sheria zake, huwezi ukaamulia wewe kutoka nchi nyingine namna ya kuishi ama namna ya kuchagua kiongozi ama kiongozi gani atakaye waongoza. Hii inakuja kwa kuwa wanaona
baada ya kumua Khamenei yule baba mtu, akichukua mtoto mtu ama wakichukua wale wa karibu yake ambao walikuwa wanazijua kanuni ama taratibu ambazo ama misimamo ambayo alikuwa nayo Khamenei, yeye hatakuja kupata faida ama hatakuja kupata manufaa kwa kadri ya zile nguvu ambazo amezitumia. Yeye alitaka pengine mambo yawe kama pale Venezuela, amchukue Maduro ama amchukue Khamenei kisha amweke yeye ambaye anamtaka, ilimradi zile gharama ambazo zote zilitumika ziweze kurudi kutokana na yule kiongozi ambaye amemweka yeye. Lakini jambo hilo limekuwa gumu, na vile vile tunaarifiwa kuwa kamanda wa jeshi la Iran amesema haitoruhusiwa kuondoka hata pipa moja la mafuta kwenye ardhi ya Iran. Unaona hapo kabisa kuwa Trump bado anakuwa na mashaka ama anaona mpango wake ule wa kutaka kuiangusha serikali mradi aweze kupata faida kutokana na rasilimali za Irani unaenda kugonga mwamba. Kwa kumalizia, hasa nimepata taarifa kwamba serikali ya Israel kwa maana chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imekataza wananchi kuweza kupiga picha katika maeneo ambayo yameathirika zaidi. Pengine hasa hizi taarifa zina maana yake nini, na kwenye vita pia unapokataza taarifa maeneo nyeti kama ambayo yameharibiwa kupigwa picha na video, inakuwa na faida gani na hasara zipi hasa katika uwanja wa vita? Hata ukienda mitandaoni ama kwenye vyombo vya habari kuna utofauti mkubwa kati ya vita hii na vita ile ya siku 12. Vita ya siku 12 kulikuwa na mlolongo mkubwa wa video ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha jinsi Israeli ilivyopata hasara, ilivyoshambuliwa na Iran. Lakini kwa wakati huu Iran inapeleka mashambulizi mengi ikiwemo drone, ikiwemo hizo makombora yake hypersonic, ballistic, lakini ukitafuta sehemu ambazo zimeathiriwa kule Israeli huwezi ukakuta mitandaoni. Hii ni miongoni, pengine ilikuwa ni mkakati maalum ambao ulishapangwa, labda ulishatangazwa Israeli kwamba hakuna yoyote kupiga picha ama kuchukua video na kusambaza mitandaoni jinsi ambavyo Irani ilivyowashambulia. Na hii inatokana kuwa ukionyesha video zile ama picha ambazo zinaonyesha madhara ama namna miundombinu ilivyoharibiwa kutokana na makombora ya Irani, kuna watu ambao walishajengewa mindset kwa Israeli huwa haipigiki ama Marekani huwa haipigiki. Kwa hiyo unavyosambaza zile video, kwa hiyo unaanza kuifuta ile mindset ambazo zipo kwenye walimwengu wengi duniani kwamba Israeli ni jeshi kubwa ama ni nchi kubwa. Kwa hiyo kwa maana Benjamin Netanyahu na serikali yake inakataza ama imeshakataza mtu yoyote kupiga picha ama kurekodi kitu chochote ambacho kimetokana na hii vita. Lakini lengo la, nimesikia amezungumza kwamba, kwa kumalizia sasa, lengo la serikali kwa maana ya Marekani wamezungumza kwamba wanataka waizofishe Irani katika uwezo wake wa kijeshi na kivita na namna ambavyo wanatengeneza makombora na nini. Pengine unadhani kwa namna ambavyo wamepigana katika kipindi hichi watakuwa wamefanikisha hasa kwa maana kuizofisha Irani katika nyanja ya kijeshi na kiulinzi hivyo? Kwa upande wangu naona kutokana na yale mashambulizi ya kushtukiza siku ya kwanza kabisa, inadaiwa kwa takribani ndege 200 zilitumika kwenye kushambulia yale maeneo ya viongozi na maeneo ya kijeshi pia. Kwa hiyo bila shaka kuna percent kidogo ambayo imepunguzwa kwa Irani ukilinganisha kuwa zile ndege zililenga pia maeneo ya kijeshi na yalifanywa kwa kushtukiza, ukitofautisha na ile mwaka jana Julai kwamba wao walienda direct tu kwenye vituo vya nyuklia vya urutubishaji nyuklia na kufanya mashambulizi kisha wakaondoka. Lakini safari hii unaambiwa walisha target ofisi za viongozi pamoja na maeneo ile ya kimkakati. Kwa hiyo hilo nalosema kuwa lengo ni kupunguza ile uwezo wa Irani kwenye nyanja ya kijeshi. Inaweza kuwa ni kweli kwa sababu walifanya mashambulizi mengi kwa wakati mmoja tena kwa kushtukiza, jambo ambalo hata unaweza ukaona licha ya Irani kuwa anafanya mashambulizi
lakini unaona kidogo sio yale ambayo tuliyashuhudia mwaka jana kwenye vita ya siku 12. Licha ya kuwa kwamba pengine inatokana na kutoona ushahidi baada ya Benjamin Netanyahu kukataza kurekodiwa kwa miundombinu ama kwa majengo ambayo yameshambuliwa na Irani pia. Lakini pengine hasa Kombo, kwa kumalizia sasa, tumeshuhudia Irani ikiendelea pia na yenyewe kuharibu miundombinu, kiacha kwamba ndani ya Irani pia wanasema ambazo zinaharibiwa, lakini hata wao pia wameendelea kuharibu Beherani kule na baadhi ya maeneo mengine. Hasa hasara zikoje hasa Kombo? Mashambulizi bado yanaendelea kwa jioni hii. Tunaarifiwa kule Bahrain, Irani pia imefanya mashambulizi kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani. Ndio ninavyosema kuwa licha pasenti fulani ya nguvu ya Irani kupunguzwa, lakini bado anaonekana anasimama kidete na kufanya mashambulizi kwenye kambi zile ambazo za Marekani, na hii unaona kuwa inatokana kuwa inavyodaiwa Marekani sasa hivi ina defend sana kwa upande wa Israeli na kuacha magepu kule kwenye zile nchi washirika ambazo ameweka kambi zake, na ndio maana Iran pia anapata mwanya wa kushambulia hasa kwenye zile bezi ambazo ni za Marekani kwenye zile mataifa ya Kiarabu, kulinganisha kuwa kama taarifa ya juzi kwa Waarabu wanalalamika Marekani ametoa baadhi ya mifumo yake ya ulinzi. Ndio maana Iran bado anaendelea kufanya mashambulizi hasa kwenye kambi za Marekani ambazo ziko kwenye zile nchi za Kiarabu. Kombo, nikushukuru sana kwa wakati wako, na tutaendelea pia kujulia ili tuweze kuzipata hizi habari kwa undani zaidi. Shukrani sana. Asante sana.